Wanasema mti wa wema, matunda yake ni amani. Lakini je, utafanya nini ikiwa wema wako ndio unafungua mlango wa siri nzito iliyozikwa kwa miaka 20? Huyu ni Aisha, binti mrembo, mwenye rangi ya nuru ya Kipemba na tabasamu la Kisomali. Aisha alikuwa akijua yeye ni yatima wa mama, akiambiwa kila siku kuwa mama yake alimtelekeza tangu akiwa mchanga. Aliamini na aliumia moyoni. Lakini siku moja, sadaka ndogo sokoni kwa bibi mmoja kipofu inakwenda kubadilisha kila kitu. Machozi yanamwagika, usaliti unawekwa wazi, na penzi lake kwa mwanaume anayemdhania ni mume mtarajiwa linaingia kwenye mtihani wa kifo na damu. Je, ni nani Papi? Na kwani ni siri ya macho ya mama ilimfanya Aisha atake kupoteza kila kitu? Karibu kwenye Book Story. Mimi ni msimulizi wako na leo nakuletea mkasa wa kweli wenye kusisimua na kufundisha. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe, gusa alama ya kengele na karibu tusafiri pamoja hadi mwisho wa dhoruba hii. Katika mitaa ya mji mmoja tulivu, aliishi binti mmoja aliyeitwa Aisha. Aisha hakuwa binti wa kawaida. Uzuri wake ulikuwa ni gumzo la kila kijana aliyepita mbele yake. Alikuwa na rangi ya kung'aa ya Kipemba, midomo ya kuvutia kama ya Kisomali, na macho yaliyojaa haya na ukarimu. Lakini sifa yake kubwa ilikuwa ni adabu na heshima kwa kila mtu, mkubwa kwa mdogo. Aisha aliishi na baba yake mzazi kwa upendo mkubwa. Hata hivyo, moyoni mwake kulikuwa na pengo kubwa ambalo halikuwahi kuzibika. Hakuwahi kumjua mama yake. Kila alipomuuliza baba yake, mzee huyo alishusha pumzi ya huzuni na kumwambia, "Binti yangu, mama yako alitukimbia tangu ukiwa mdogo sana. Hakutaka maisha yetu ya dhiki, akaamua kutafuta maisha mengine." Aisha alikuwa akiamini maneno hayo, akijua mama yake ni mwanamke asiye na huruma aliyemtelekeza. Siku moja, jua likiwa limeanza kuzama, baba yake alimpa Aisha pesa na kumwambia, "Aisha mwanangu, nenda sokoni haraka utafute chakula cha leo jioni, njaa inatuuma." Aisha alitoka kwa haraka. Alipofika sokoni, akiwa kwenye harakati za kununua mchele, alimuona bibi mmoja mzee. Nguo zake zimechanika na alikuwa kipofu. Bibi huyo alikuwa akiomba msaada kwa sauti ya unyonge. Moyo wa Aisha ulipasuka kwa huruma. Bila kufikiria mara mbili, alichukua pesa zote za chakula na kuziweka kwenye kiganja cha yule bibi. Aliporudi nyumbani mikono mitupu, baba yake alishtuka. "Chakula kiko wapi binti yangu?" Aisha aliangua kilio. "Samahani baba, nimekutana na bibi kipofu, nikashindwa kumwacha na njaa. Nimempa pesa zote." Baba yake badala ya kukasirika, alimfuta machozi na kusema, "Sawa mwanangu, heri njaa ya tumbo kuliko njaa ya fadhila. Mungu atakufungulia." Wakati huo, Aisha alikuwa kwenye uhusiano na kijana mmoja aliyeitwa Papi. Papi alionekana kumpenda sana Aisha na tayari alikuwa ametoa mahari ya kishindo. Walikuwa wakisubiri siku ya ndoa tu. Baba yake alikuwa akimwambia, "Aisha, sasa wewe ni mke wa mtu mtarajiwa. Jiheshimu mpaka siku ya ndoa ufike kwa mumeo ukiwa na heshima." Siku moja Aisha akiwa jikoni, alisikia hodi. Alipofungua, alimkuta yule bibi kipofu wa sokoni akiwa na kijana mdogo wa kiume. "Binti yangu, nimekuja kukuomba msaada tena," yule bibi alisema. Aisha alishangaa. "Bibi, ulijuaje hapa nyumbani kwetu?" Bibi akatabasamu. "Mimi sioni, lakini harufu ya wema wako iliniongoza." Aisha alimkaribisha ndani na kumpa chakula. Akiwa amekaa naye, Aisha alimuuliza, "Bibi, upofu huu ni wa kuzaliwa?" Bibi huyo alianza kulia kwa uchungu. "Hapana binti yangu, huu ni upofu wa kufanyiwa. Kuna watu wabaya walinitupa na kunimwagia vitu machoni ili nisione tena kwa sababu ya chuki na mali. Natamani kupata pesa nikatibiwe, maana nimeambiwa nikipata matibabu naweza kuona tena." Aisha aliguswa sana. Siku hiyo alimwomba baba yake shilingi milioni 2 za matumizi yake ya kike. Baba yake alimpa kwa furaha. Badala ya kununua nguo, Aisha alimchukua yule bibi na yule kijana na kuwapeleka hospitali kubwa. Baada ya matibabu ya siku kadhaa, bandeji zilivuliwa. Yule mama alifungua macho na kuona nuru. Alipoanza kumwangalia Aisha, alitetemeka. Aisha naye alihisi mapigo ya moyo yakienda mbio. Alihisi harufu ya yule mama inamkumbusha mbali. "Kwa nini unanililia?" yule mama aliuliza. Aisha akajibu, "Sijui mama, lakini kila nikiwa karibu nawe, moyo wangu unaniambia wewe ni mama yangu." Walikumbatiana kwa kilio. Yule mama alimwalika Aisha nyumbani kwake kwa ajili ya kumshukuru. Walipoingia ndani ya chumba cha yule mama, Aisha aliona picha ukutani, picha ambayo hata nyumbani kwao baba yake alikuwa ameilundika ndani ya sanduku. Ilikuwa picha ya baba yake, mama yake akiwa kijana na binti mdogo. "Mama, picha hii umeitoa wapi?" Aisha aliuliza akitetemeka. Mama yule akajibu,
huyu ni mume wangu na binti yangu waliochukuliwa na adui zangu miaka mingi iliyopita. Hapo ndipo ukweli ulijiri. Aisha aliangua kilio na kusema, mimi ndiye binti yako. Baba aliniambia ulikimbia, kumbe ulikuwa umefanyiwa ubaya. Aisha alimchukua mama yake na yule kijana ambaye aligundulika kuwa ni kaka yake mdogo wa damu aliyeibwa tumboni mwa mama yake na kwenda nao nyumbani kwa baba yake. Baba Aisha alipofungua mlango, alikaribia kuzimia. Alimwona mke wake aliyedhani amekufa au amemkimbia akiwa anaona tena. Mama Aisha aliongea neno lake la siri alilopenda kulitumia zamani. Mzee alimkumbatia mke wake kwa furaha. Walipokuwa wakisimuliana, Aisha alimuonesha mama yake picha ya mchumba wake, Papi. Mama Aisha alishtuka na kupiga kelele, hapana, huyu kijana ndiye aliyenivizia na kunimwagia kemikali machoni. Ndiye aliyenifanyia ukatili huu ili tuachane na wewe mume wangu. Huyu ni mtoto wa mzee Omar, adui yako mkubwa. Nyumba iligeuka kuwa ya ghadhabu. Papi alikuja nyumbani hapo akijiamini, hajui kuwa mama mkwe wake sasa anaona. Alipoingia ndani, alishtuka kumwona yule mama. Alijaribu kukimbia, lakini kumbe polisi walikuwa tayari wamezunguka nyumba. Papi alijitetea, Aisha, niokoe, sikuwa mimi, ni baba yangu ndiye aliyenituma niharibu familia yenu kwa sababu ya wivu wa mali. Aisha akiwa na uchungu alimjibu, ulitaka kuniua mama yangu na bado unataka nikuokoe? Oza gerezani. Hatima ya furaha. Polisi walimkamata Papi na baba yake, mzee Omar. Baada ya kesi, wote walifungwa maisha gerezani. Familia ya Aisha ilitakata na kuwa moja. Aisha alimpata mama yake, alimpata kaka yake mdogo, na baba yake alijawa na amani. Mwishowe, Aisha aliolewa na kijana mwingine mcha Mungu na mwenye upendo wa kweli, na waliishi kwa furaha. Wema wa Aisha sokoni kwa bibi kipofu ulimrudishia mama yake na kuokoa familia yake kutokana na adui aliyekuwa ndani ya nyumba. Baada ya dhoruba kali iliyoikumba familia ya Aisha, hatimaye mwanga wa furaha ulianza kuchomoza. Aisha alifunga ndoa ya kifahari na kijana mmoja mwadilifu aliyemthamini na kumpenda kwa dhati. Siku ya ndoa yake, mama yake Aisha, sasa akiwa na macho yenye kuona na nuru ya kipekee, alimwaga machozi ya furaha akimvisha binti yake taji la maua. Familia ilikuwa imekamilika. Baba, mama, Aisha na kaka yake mdogo walikuwa kitu kimoja. Lakini wakati kicheko kikitawala nyumbani kwa Aisha, kuta za gereza kuu la mji zilikuwa zimebeba siri nzito na roho zilizokata tamaa. Mzee Omar, adui mkubwa wa baba yake Aisha, alikuwa akioza gerezani. Akiwa huko, hofu na majuto vilianza kumla taratibu. Kila alipofunga macho, alikuwa akiona sura za watu aliowadhulumu. Afya yake ilidhoofika kwa kasi. Shinikizo la damu na ugonjwa wa moyo ulimsababishia maumivu makali. Siku moja usiku wa manane, mzee Omar alipiga kelele moja kuu, kisha akakata roho akiwa peke yake kwenye seli yake ya baridi. Alifariki akiwa na kinyongo, bila kuomba msamaha kwa familia ya Aisha. Habari za kifo chake zilifika kwa baba yake Aisha, ambaye alishusha pumzi na kusema, Mungu ametoa hukumu yake, lakini damu aliyoimwaga bado inalia. Kifo cha mzee Omar kilimwacha mwanawe Papi akiwa hana mtetezi. Papi, ambaye hapo awali alijifanya mkarimu kwa Aisha, alikuwa na siri nzito zaidi. Uchunguzi wa polisi ulibaini kuwa Papi hakuwa tu mtekaji wa mama Aisha, bali alikuwa ni muuaji wa mfululizo aliyekuwa akiondoa roho za watu kwa malipo ya pesa au kulinda maslahi ya baba yake. Katika chumba cha mahakama, ushahidi wa kutisha ulitolewa. Mifupa ya watu waliopotea miaka ya nyuma ilipatikana kwenye mashamba ya siri ya familia ya mzee Omar. Papi hakuwa na pa kutokea. Jaji, kwa sauti nzito iliyotikisa ukumbi, alitoa hukumu ambayo kila mtu aliisubiri. Kwa makosa ya mauaji ya makusudi na ukatili dhidi ya binadamu, mahakama hii inakuhukumu kunyongwa hadi kufa. Papi alitetemeka, machozi ya mamba yakimtoka. Alimtazama Aisha aliyekuwa amekaa na mume wake akijaribu kuomba msamaha kwa macho, lakini Aisha aligeuza uso wake. Alikumbuka jinsi Papi alivyotaka kumuoa huku akiwa amemficha mama yake kwenye giza la upofu. Siku ya kitanzi, siku ya kunyongwa kwa Papi ilifika. Akiwa anapelekwa kwenye kitanzi, alipita mbele ya kioo na kuona sura yake iliyobadilika na kuwa kama ya mnyama. Tabia yake ya kutoa roho za watu bila huruma ndiyo iliyomfikisha hapo. Kitanzi kilipofungwa shingoni mwake, alikumbuka wema wa Aisha aliofanyia dhihaka. Katika sekunde yake ya mwisho, alielewa kuwa malipo ya dhulma ni mauti. Baada ya habari za kunyongwa kwa Papi kusambaa, mji mzima ulipumua. Roho za wale waliouawa na Papi sasa zilikuwa na amani. Nyumbani kwa Aisha, ibada ya shukrani ilifanyika. Mama yake Aisha, akishika mkono wa mume wake na binti yake, alisema, wema hauzami na ubaya haujengi. Leo familia yetu imepata uhuru kamili.
Aisha aliendelea kuishi na mume wake kwa furaha, akijaliwa watoto wazuri ambao aliwafundisha adabu na ukarimu ule ule uliomfanya amsaidie bibi kipofu na hatimaye kumpata mama yake. Hukumu ya Mungu haichelewi wala haiwahishi. Subscribe sasa ili uwe wa kwanza kupata mkasa mwingine mpya.